Naitwa Siti Abasi Ali, mkurugenzi idara ya maendeleo ya jamii, jinsia na watoto katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Katika kuendelea na ziara yetu kuwatambua wajasiriamali wadogo wadogo hususan wa masokoni, tumeanza na mkoa wa Kusini kwa kuingia wilaya ya Kati pamoja na wilaya ya Kusini, lakini pia tumekuja kwa upande wa Kaskazini A na Kaskazini B. Na kwa sasa tuko hapa skuli ya Mkwajuni tukizungumza na wajasiriamali wadogo wadogo pamoja na kuwajazisha fomu kwa ajili ya mikopo. Tunatambua kuwa serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar imetoa mikopo ya aina 3 kwa vikundi ambavyo wale wajasiriamali wakubwa, wakati na wa chini. Kwa hivyo hawa wa chini mara nyingi tumegundua kuwa wanaona tabu ile kuhangaika kufuatilia hii mikopo. Kwa hivyo tumeona sisi kama idara na kama wizara tumeona ni vizuri tukakaa nao kwa pamoja, tukazungumza nao, tukajadiliana nao, lakini na kuwapa zile taratibu na kuwarahisishia zile taratibu ili waweze kupata hii mikopo. Lengo kuu la kukutana nao hawa wajasiriamali wa sokoni, kwanza tunatambua kwa wajasiriamali wengi wao ni wanawake na wengi wao wako katika masoko, wanauza samaki, wanauza mboga, wanauza biashara mbalimbali, mama ntilie wengine, lakini wengine wako kwa jioni ama usiku wanauza samaki wa kaanga, wanauza mandazi, wanauza chila. Kwa hiyo tukasema hawa ni muhimu sana kukaa nao na kutambua zile fursa za mikopo pamoja na kuwarahisishia, tuwarahisishie ili waweze kupata hii mikopo. Hawa wajasiriamali wengi wao walikuwa wanajikita sana kwenye mikopo ya kausha damu, kitu ambacho sisi kama serikali na kama Wizara ya Wanawake na Watoto hatuko tayari kuona vitu kama hivi vinatendeka. Kwa hivyo tulichokifanya ni kuwastopisha kutochukua mikopo ambayo ya kausha damu, mikopo ambayo wanachukua kwa raha, lakini wakati wa kulipa kutokana na riba kuwa kubwa wamekuwa wanaathirika. Baada ya kupiga hatua kimaisha, basi wamekuwa wanarudi nyuma. Kwa hivyo lengo la kuwazindua kuwachukua mikopo ya serikali, kwa sababu mikopo hii haina riba na tunawasimamia kwa ile kuona wanahangaika, basi sisi tunawafuata wao ili kuhakikisha kuwa wana perform vizuri na wanaweza kupata hii mikopo bila ya hofu nyingine. Mimi naitwa Rahma Abdallah Maisara, ni katibu wa Jukwaa la Wanawake mkoa wa Kaskazini Unguja. Mimi kwanza natoa shukrani zangu sana kwa Wizara ya Uwezeshaji kwa kutuona wanawake ngazi za chini, kwa sababu kama hii sasa hivi au hii leo tunapata mikopo ambayo haina riba, na leo hii tayari wajasiriamali ambao wako masokoni, kwenye magenge, kwenye mitaa, wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali wanapatiwa mikopo hiyo. Kwa kweli tunaishukuru sana serikali yetu, na hii inatufanya wanawake tuonekane popote pale, na tunashukuru kwa vile tunapata kuwezeshwa na kufanya shughuli zetu bila ya msukumo. Kitu kikubwa ninachokiomba kwa wajasiriamali wenzangu, mkopo tunaopewa si wa kufanyia shughuli wala kufanyia rusha roho. Huu ni mkopo wa kutuwezesha wenyewe, na tujitahidi kadiri ya uwezo wetu tuweze kuchukua mkopo, turejeshe kwa wakati, tupate kupata nyingi zaidi kuliko zile za mwanzo. Pia tukipata na tukurejesha kwa wakati, na wenzetu wengine nao watafaidika nao. Kwa jina naitwa Warda Salim Kajiru, natokea Nungwi, ni mjasiriamali mdogo. Namshukuru sana na Dr. Mwinyi kwa kutuwezesha kutupatia mikopo hii ambayo haina riba wala haina process ndefu zaidi ya kitambulisho na passport size 2 pamoja na barua ya sheha. Mimi ni mjasiriamali mdogo ambaye natengeneza chocolate napeleka mahotelini. Kwa hiyo kwa kupitia mkopo huu nitaweza kutengeneza chocolate nyingi za aina mbalimbali. Na washauri wanawake wenzangu wajitokeze kwa wingi, tuhamasishane ili na wao waweze kujiinua kiuchumi, wasiwe tegemezi.